Lakini mtu inatokea ana hivyo vigezo vyote, lakini anakosa nafasi ya kazi. Na ukijaribu kuangalia either kwenye application za kazi, utakuta wameapply watu 1000 lakini wamepata watu 2. Hivi kwa kawaida kinachokuwa kimewabeba pale waga inakuwa ni vigezo vyao ama ni neema ya Mungu ambayo wako nayo kwenye maisha yao. Mimi ninachofikiria, mpaka mtu anapata nafasi fulani, japo tumetofautiana sehemu za kuamini na nini, lakini kwa yoyote yule ambaye anamwamini Mungu, waga naamini kwamba kigezo chake cha kwanza waga anaanza kumuhitaji Mungu amsaidie kwenye ile nafasi ambayo anaenda kuiomba. Haijalishi na kila kitu. Jamani, kuna watu wamekamilika kwenye kila kitu. Ukimwangalia appearance anayo, ukimwangalia degree anayo, ukimwangalia na uzoefu wa kazi sio miaka 2 tu, ni miaka 5. Lakini unakuta bado huyu mtu anamhitaji Mungu amsaidie. Wewe unafikiri mpaka anafika wakati anamhitaji Mungu, inakuwa kwamba vile vigezo alivyonavyo anahisi havimtoshi, kwa sababu anajua huyu mtu anakuwa anakubali kwamba ana vigezo, lakini anajua kwamba hata nikiwa na hivi vigezo sio limit ya mimi ya kumhitaji Mungu. Ndio maana tunaposema uhitaji ni ile hali ya mtu kuwa na upungufu. Kwa kawaida wanadamu tulivyo, tuna upungufu fulani ambao huo upungufu unakamilishwa na Mungu mwenyewe. Hakuna mwanadamu aliyekamilika kwa 100% ana kila kitu. Ndio maana katika maisha yetu, kwenye kila kitu unachokifanya unamhitaji Mungu 100%. Kaandika hapa kuna aina 2 za uhitaji. Aina ya kwanza ni uhitaji wa lazima, aina ya pili ni uhitaji usiokuwa wa lazima sana. Nikianza na aina ya kwanza ya uhitaji wa lazima, nimesema ni ule uhitaji wa vitu ambavyo huwezi kuishi bila hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kuna kitu kwenye maisha yako unakihitaji ambacho bila hicho huwezi kuishi. Ukirifaa kwenye kichwa chetu cha somo kinasema unamhitaji Mungu kila wakati. Kwa tafsiri ndogo au ya kawaida ni kwamba kati ya vitu ambavyo mwanadamu anavihitaji kwenye maisha yake, basi ni Mungu au ni ufalme wa Mungu. Kwa sababu pasipo Mungu mwanadamu hawezi kufanya kitu chochote. Nyie wenyewe ni mashahidi. Unaweza ukawa una pesa, aidha inaweza ikawa inakusaidia ukiumwa unaenda hospitali, lakini pesa ulizonazo sio garantia ya uzima ambao uko nao. Pesa ulizonazo sio kwamba zitasimama au zitamshawishi Mungu akupe wewe kitu unachokitaka. Kuna vitu tu unaweza ukawa una kila kitu, una pesa, una nini, lakini bado kumhitaji Mungu ni jukumu au ni wajibu wa lazima wa kila mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tukija kwenye aina ya pili, uhitaji usiokuwa wa lazima, hii ni jumla ya vigezo fulani vinavyohitajika ili jambo fulani lifanyike. Kama hivyo nimetolea mfano, mtu anahitaji kazi, anahitaji ile uzoefu wa miaka 2 au kadhaa ili apate hiyo nafasi. Kwa hivi tu uhitaji usiokuwa lazima. Wakati tunasema vitu kuna vitu ambavyo ni muhimu lakini sio vya lazima. Lakini kuna vitu ambavyo ni vya lazima sana ambavyo pasipo hivyo hauwezi ukafanya kitu fulani. Na sio kila kitu ambacho mwanadamu ili aishi anahitaji kitu cha lazima. Hicho ndio kitakuwa kinachukua nafasi ya kwanza. Lakini vitu vingi sana ni muhimu kwenye maisha yetu, lakini unaweza kukuta sio lazima. Kwa mfano, tunajua either mtu ili aishi, maji kwake ni muhimu na ni lazima. Huyu mtu ili aishi lazima kidogo kiwango chake cha maji kiwe vizuri na damu na nini. Tunajua hivyo ni vitu vya lazima ambavyo vinahitajika mwilini mtu aweze kusurvive. Lakini ukija kwenye upande wa vyakula, sio mtu anayekula nyama siku zote ndo mwenye garantia ya kuishi, au ndo ambaye huyo mtu anakuwa na sijui nisemaje. Huyu mtu anayekula nyama siku zote sio kwamba huyo mtu ndo anakuwa amepata kitu kitakachomsaidia aishi siku zote. Ndio maana kula nyama ni muhimu lakini sio lazima. Ndio maana unakuta kuna wengine wanakula tu mboga majani, hawali nyama. Kwa hiyo unaweza kukuta kwamba kuna vitu ni muhimu lakini sio vya lazima, lakini kuna vitu ni vya lazima ili uweze kuishi. Tutasoma kitabu cha Yohana 15 mstari wa 5.
Atakayepata atasoma. Nasoma kwa jina la Yesu. Maandiko yanasema hivi: mimi ni mzabibu, ninyi ni matawi. Akaaye ndani yangu nami ndani yake, huyo huzaa sana, maana pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Anasema hivi: mimi ni mzabibu, ninyi ni matawi. Akaaye ndani yangu nami ndani yake, huyo huzaa sana, maana pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Haya ni maneno ambayo Yesu alikuwa akiwaambia wanafunzi wake, na sisi tukiwa miongoni mwa wanafunzi hao wa Yesu. Alikuwa anajaribu kuwaonyesha namna ambavyo mwanadamu hawezi kufanya jambo lolote pasipo uwepo wake yeye kwenye maisha yao. Na tunafahamu ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Hivyo basi naye ni Mungu 100%, kwa sababu anasema mimi, mtu atakayenifahamu mimi basi amemfahamu Baba, na atakayeniona mimi amemuona Baba. Kwa Yesu kama ni mwana wa Mungu, tuna imani ya kwamba ni Mungu mwenyewe halisi. Hivyo alikuwa akiwaambia wanafunzi wake ya kwamba ninyi ni matawi na mimi ni mzabibu. Hamwezi kufanya neno lolote pasipo mimi. Tunafahamu leo hii jani pale la mti likianguka pale chini, wafanya usafi watafagia, watalitupa. Lakini kwenye ule mti pale tunaona ni mti wa maembe. Tunahitaji siku moja tuone embe likizaa pale, embe likizaliwa pale, watu waweze kunufaika, wapate matunda na vitu kama hivyo. Lakini kama hilo jani lisipokaa kwenye ule mti pale, haliwezi likaleta kitu cha namna hiyo, au haliwezi likazalisha hilo embe ambalo mtu analifikiria siku atakuja kulichuma, au yule mpanda embe pale alifikiria siku moja atakuja kuvuna embe lake pale, atalitumia kwa matumizi yake. Kama huo mti unakuwa, hilo jani linakuwa liko chini alipo kwenye mti, ni ngumu sana ile jani kutimiza kusudi la kuumbwa kwake au la kuwepo kwake ulimwenguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Yesu akawa anawaambia kwamba mimi ni mzabibu na ninyi ni matawi. Yoyote akae ndani yangu, huyo mtu huzaa sana. Lakini mtu yoyote asipokaa ndani yangu, huyu mtu anafanana na jani ambalo limeanguka chini, ambalo watu ulifagia na kwenda kulichoma sehemu ambapo panatupika kuchomea takataka. Ndivyo tulivyo wana wa Mungu siku ya leo. Ndivyo yani wanadamu wote ndivyo tulivyo. Mwanadamu yoyote ambaye yuko nje ya Mungu, ambaye hamuhitaji Mungu, anafananishwa na jani ambalo halina thamani yoyote na hauwezi kuzaa kitu chochote chenye mafanikio kama ukiwa nje, kama ukiwa haumuhitaji Mungu. Haleluya. Ukiwa ni mtu ambaye umejiwekea mipaka, unasema kwamba mimi mbona hapa nina pesa, leseo na bilioni 100 tu, ambazo unajua kwamba kwenye hizi pesa naweza nikafanya biashara fulani na ikanisaidia nikaenda. Sasa kwa sababu nina hizi fedha, sasa nimtafute Mungu kwa sababu gani? Au nimhitaji Mungu kwa sababu gani? Watumishi, unaweza ukawa na pesa nyingi sana. Unaweza ukawa na frame ambayo iko kwenye center kabisa, yani hapa unasema mtu avuki lazima aje dukani kwangu. Lakini unaweza ukafungua hiyo biashara na ukapata hasara. Ni kwa sababu wewe ulitaka kwenda kwa akili yako. Ni kwa sababu wewe ulitaka kwenda kwa nguvu zako. Ni kwa sababu wewe ulitaka kufanya kitu ambacho haukutaka Mungu ashirikiane na wewe kwenye hicho kitu katika kukifanya kwake. Ndio maana unakuta mtu anaanzisha kitu kikubwa, kinakaa tu siku ngapi kinaharibika, kinapotea, hakikuletei faida. Ni kwa sababu tu umeamua wewe kwenda kwa akili zako. Ni kwa sababu tu haukuonyesha nia ya ndani ya kumhitaji Mungu akusaidie kwamba ninapofanya hiki kitu cha kwanza ambacho ninatakiwa kujua, au unapofanya kitu chochote kile mwanadamu, kitu cha kwanza unachotakiwa kujua ni kwamba unatakiwa umshirikishe Mungu, umhitaji Mungu kwenye kile kitu. Watumishi wa Mungu, usipoonyesha moyo wa kumhitaji Mungu akusaidie, na yeye Mungu jamani anakuacha, yani anaacha uende mwenyewe vile unavyotaka. Usifikiri atakuja kukubembeleza kwambia mwanangu, najua usiponishirikisha utapata hasara. Yani haya masomo ya hivi utaelekezwa tu leo. Ndio maana kila siku tunafundishwa haya masomo ili uweze kuya-apply wewe kwenye maisha yako ya kawaida, au kuyatumia wewe kwenye maisha yako ya kila siku. Ndio maana anakuambia hivi, mwanadamu pasipo Mungu hawezi kufanya kitu chochote. Yeye alishamaliza. Ni jukumu lako wewe sasa ujue kwamba mimi bila Mungu siwezi kufanya kitu chochote. Ni wajibu wako wewe kila siku unapoamka
unasema jana tunaamka from nowhere, unaona kwa sababu umeshapata uzima unaenda huko na huko. Haumshirikishi Mungu hata kwa kile kitu ambacho unatamani kifanyike kwenye maisha yako. Unaenda mwenyewe vile unavyotaka, mtumishi wa Mungu, kwenye huduma yako, kwa sababu Mungu amekupa aidha sauti nzuri ya kuimba. Unasema mbona mimi nikifika tu pale najua sauti ya kwanza, ya pili, ya tatu. Kwenye huduma yako ya kuhubiri unasema mbona hii Biblia nimeisoma kutoka mwanzo mpaka Ufunuo, hakuna neno nisilolijua. Kwa hiyo mimi nikiambiwa tu mama hapa uongozi wa kanisa kwambia andaa neno, nasema najua kuanzia mwanzo mpaka Ufunuo. Kwa hiyo sina haja tena mimi ya kumshirikisha Mungu anipe neno nikawafundishe watu naanzia wapi, kwa sababu mimi najua kila kitu. Kwa unakuta kila ambacho unakuja kukifundisha hapa hakina matokeo. Na siku zote tunatamani unapokuwa Mungu anakutumia kwenye kitu fulani, au umeweka kwenye nafasi ya utumishi kwenye maisha yako ili uweze kuwahudumia watu, tunatamani kile ambacho unakihudumia, au Mungu anatamani kwenye kile unachokitoa mbele za watu kama huduma inayomwakilisha Mungu huku duniani, tunatamani kiwe ni kitu cha matokeo. Haina maana kila siku tukawa tunakuja ibadani, haina maana kila siku tukawa ni watu wa kufanya hiki na kile, lakini tusione matokeo kwenye kile tunachokifanya. Tunatamani kila siku, au Mungu anatamani hata ile nguvu nao kuiwekeza mahali fulani iwe inazalisha kitu fulani ambacho kitakusaidia hata wewe pia. Lakini uzalishaji huo umekuwa hafifu kwa sababu wanadamu tunatamani siku zote tuende kwa akili zetu vile tunavyotaka. Hatumshirikishi Mungu kwenye kila tunachokifanya. Tumempa Mungu vitu tu kwamba mimi nikitaka kazi nitaenda kumtafuta Mungu anisaidie. Tumempa Mungu mipaka kwamba mimi nikitaka kitu fulani, ila nikitaka kujenga ndio nitamwambia Mungu anisaidie. Kila siku mwanadamu unao wajibu wa kumuomba Mungu, wa kumuhitaji Mungu, kwa sababu huu ni udhaifu endelevu ambao tuko nao. Yaani tulizaliwa nao, tutaishi nao na tutakufa nao. Yaani hauwezi, yaani mwanadamu kwa wakati wowote hatuwezi tukasema ya kwamba sasa hapa nimekamilika, nina kila kitu, sihitaji tena uwepo wa Mungu kwenye maisha yangu, sihitaji tena Mungu afanye hiki kwenye maisha yangu, sihitaji tena nimlilie Mungu, nifunge na kuomba, nisome neno lake ili niweze kusaidiwa kwenye kitu fulani. Vitu vingine ni vya kawaida sana ambavyo kwa akili tu ya kawaida, na wale wanasema magrity thinkers, hawezi wakafikiria kwamba hiki kitu pia kinamhitaji Mungu. Kwa mfano tu kuna muda nasema kuna ile kutoka tu hapo nje kwa kawaida. Wangapi wakitoka hapa aidha ibada imeisha, waga namwambia Mungu naomba unisaidie kule nitakapokwenda. Naweza kukuta ni wachache sana, au tu mtu akiwa anatoka hapa kwenda hapo nje wanaokumbuka kwamba Mungu ninaomba unisaidie ninapotembea hatua hizi zangu ninakoenda, naomba unisaidie. Ni wachache sana wanaokumbuka hilo, lakini kwa sababu ya neema ya Mungu inatubeba. Lakini leo Mungu anatamani akukumbushe kwamba unamhitaji Mungu, unamhitaji yeye kila wakati. Kila dakika, kila sekunde, kila unachokifanya unamhitaji Mungu. Hauwezi kufanya kitu chochote pasipo Mungu. Hauwezi kuzaa kitu chochote. Kwenye kitabu hiki cha Yohana 15:5 anasema kwamba kwa sababu hamwezi kufanya neno lolote pasipo mimi. Sijui kama kuna mtu utakuwa unaelewa kama hivi ninavyoelewa mimi. Hauwezi ukafanya neno lolote au jambo lolote pasipo Mungu. Ukiona una hicho kitu ambacho unakifikiria unikipata pasipo Mungu, ni neema tu ya Mungu ambayo imekubeba. Lakini neema kuna uwezekano siku ikaondoka. Neema ambayo unatembelea yamkini ni ya wazazi wako tu, kwa wanga wanakuombea. Hiyo neema iko siku itaondoka. Usipokuwa na misingi wewe binafsi ya kumhitaji Mungu, usipokuwa na misingi binafsi ya kumtafuta Mungu kwenye maisha yako, hiyo siku neema unaojivunia unaoenda nayo, usipokuwa ni mtu wa kumtafuta Mungu kwa ubinafsi wako, hiyo siku neema itaondoka. Na ikishaondoka utaishi maisha ya shida. Ndio maana Mungu anakukumbusha asubuhi ya leo ya kwamba amua kuishi maisha ya kumhitaji yeye kila dakika, kila saa. Usifikirie mimi kuna mtu, au usifikirie naenda kanisani bwana mchungaji ndo atakayekuwa ananiombea, au kiongozi fulani atakuwa ananiombea. Kuna watu jamani wako hivi, akipatwa tu na tatizo asema hapa direct hili tatizo mimi, unakuta tu ni tatizo dogo, sema direct hili tatizo nimfuate nani mwana maombi mzuri, dada Ana pale. Mimi dada Ana atachukua hili jambo kwa mzigo, atanisaidia kuomba, afu yeye ana relax. Yeye ndo ana shida, ila anamwachia Ana amsaidia kuomba kwa sababu yeye ni kiongozi wa maombi. Niwaambie kitu kimoja ndugu zangu. Kitu mtu usipo experience wewe mwenyewe, hata ukienda kumwambia mtu, namna atakavyolipokea siku zote waga ni tofauti na ulipolipokea wewe. Au hali fulani ya maisha
maisha unayo experience wewe, namna unavyojua unavyopitia, hata ukienda kumwambia mtu mwingine hawezi akaelewa kama vile ambavyo unaelewa. Kwa kusema hivyo, nina maana ya kwamba ni kweli tunahitaji watu watakao tusupport kwa namna moja au nyingine, lakini lazima wewe kama wewe uwe na mzigo, uwe na nguvu ya kulibebea jambo lako wewe mwenyewe. Itokee tu kwamba unamshirikisha na mwingine ili akusupport, lakini wewe usikae kimya. Unapompa mtu mwingine jukumu la kukuombea wewe, kuna wakati hata yeye anasahau. Mwanadamu yani, kuna wakati anaweza kumwambia hapa akasema, mtumishi wa Mungu, tutaomba, tufunge siku fulani. Katokea hata hiyo siku ya kufunga amesahau. Na wewe uko unapitia wakati mgumu na umerelax. Kwa sababu nilishamwambia mtu fulani najua anaomba, basi sina sababu tena ya kumwambia, yani sababu mimi ya kuendelea kumng'ang'ania huyu Mungu. Kwa sababu najua fulani ataniombea then nitatoboa. Hapana, watumishi wa Mungu. Tuwe ni watu wa kumhitaji Mungu sisi binafsi. Support kanisani inatokea, lakini lazima wewe kama wewe binafsi uwe ni mtu wa kumhitaji Mungu, wa kumtafuta Mungu kwenye kila kitu. Nimetolea mfano wa changamoto kwa sababu tunajua kwamba asilimia kubwa sisi wanadamu tulivyo, waka tunakumbuka kumtafuta Mungu tukiwa tuna shida. Ikitokea yani nimekosa hela ya kula, siku zote nilikuwa siendi kanisani, siku zote nilikuwa sifungi. Hasa ikatokea tu kwa sisi wanafunzi sina hela ya kula, siku hiyo common room yani tu utakaa kuanzia asubuhi mpaka saa 12 unamtafuta Mungu. Watumishi wa Mungu tunakosea, yani tunamfanya Mungu kama nisemaje, wale wanakuaga pembeni wakati wa mpira, nisio naitaga ni substitute, wanakaa sabu huko, ambao wanaitwa tu wakati fulani ikitokea mapungufu. Wakati wale ndivyo tulivyomweka Mungu kwa kawaida. Mungu yani unamfanya kuwa sabu. Mimi nikipata tu tatizo, basi mimi Mungu ndipo nitakapomtafuta. Lakini tunakosea watumishi wa Mungu. Hata kama imetokea una pesa ya kula milioni 100, haina maana ya kwamba imefika mwisho usimtafute Mungu. Hata kama imetokea una nafasi ya kazi kubwa kiasi gani, haina maana ya kwamba huo ndio mwisho wako wa kumtafuta Mungu, kwa sababu huwezi jua kwenye hiyo kazi kuna nini mbele yake kinaweza kutokea. Na Mungu alipotuumba ametuwekea mipaka, hatuoni kesho. Sijui nisemaje, yani laiti tungelikuwa na uwezo wa kesho, kuiona kesho, labda tungejivunia kwa sababu tunaiona kesho. Kwa hiyo nitafanya chochote nitakachosikia leo kwa sababu kesho yangu najua itakuwa hivi. Ufikiri wetu una limitation. Kuna viwango tunafikiri ila vinafika mwisho. Yani viwango vyetu vya kufikiri haviko kwa kiasi, yani sijui nisemaje. Ila nataka kusema kwamba hata kiwango chako cha kufikiri kina ukomo wake. Ndio maana kunatokea kuna jambo liko mbele yako, kuna namna unaweza ukawaza, hapa sasa natokaje? Hapa sasa nawezaje ili niweze kutoka kwenye hili jambo? Unakuta ni wewe tu akili yako imeshizi, hauwazi chochote. Badala yake tu unabaki unalia, sema nitafanya nini? Lakini mtumishi wa Mungu, siku ya leo nikukumbushe ya kwamba tafsiri tu ya kawaida, mwanadamu hawezi neno lolote pasipo Mungu, au hawezi kufanya kitu chochote pasipo Mungu. Ndio maana nasema matamanio ya moyo ni ya mwanadamu, lakini jawabu la ulimi linatoka kwa Mungu. Yani atakayekamilisha kile unachokiwaza moyoni mwako ni Mungu mwenyewe. Unaweza ukawa una kila kitu, lakini kile unachokifikiria moyoni mwako kisikamilike. Wangapi hapa ndoto zao ni kuwa matajiri wakubwa? Ni wengi, almost kanisa zima. Kila mtu anatamani awe na kazi nzuri, kila mtu anatamani awe na nyumba nzuri, kila mtu anatamani awe na familia nzuri. Lakini watumishi wa Mungu, jawabu la ulimi linatoka kwa Bwana. Kwa hiyo tusipoonyesha nia ya kumtafuta Mungu, tusipoonyesha shauku ya kumtafuta Mungu, tusipoonyesha shauku ya kumwonyesha Mungu ya kwamba Mungu hatuwezi kufanya lolote wewe usipoingilia kati maisha yetu, tutakuwa tunafanya kazi bure. Hata ukifikiria usiku kucha mimi natamani leo na ghorofa 100 huko, utakuwa unaishia tu kuwaza, lakini hivyo vitu hauwezi kuviweka kwa uhalisia, kwa sababu umeamua kuvifanya kwa nguvu zako mwenyewe, kwa sababu umeamua kuvifanya kwa uelewa wako mwenyewe. Unaweza kukuta ungemshirikisha Mungu, ana idea nzuri sana ya kukusaidia ukalifikia hilo ghorofa unalolitaka, lakini kwa sababu umeamua na mazingira yanayokuzunguka na kusupport kwamba hiyo ghorofa
ya hiyo nyumba ya ghorofa 100 unaweza ukawa nao kwa sababu una kazi, una nini na nini. Hivyo vimekufunga macho usione namna nyingine ambayo adui anaweza kaitumia. Kwa hiyo watumishi wa Mungu, tunamhitaji Mungu kila siku, kila dakika, kila saa, hali zote, iwe unacheka, iwe unalia, iwe unapanda, iwe unavuna, iwe mahali ulipo panabomolewa au ndo panajengwa, unamhitaji Mungu. Tutakwenda kujifunza kipengele kingine ambacho kinasema kwamba kwa nini tunamhitaji Mungu. Kwa nini tunamhitaji Mungu? Naamini kila mtu atakuwa na sababu zake binafsi, na sababu ziko nyingi sana ambazo kila mtu anazo, anafikiri yeye zinamfanya amtafute Mungu au amhitaji Mungu, lakini mimi kwa leo ninazo 2 tu ambazo nimebahatika kuzifahamu. Sababu ya kwanza ni kwa sababu tunahitaji mwongozo unaotufaa. Wanadamu tunahitaji kupata mwongozo unaotufaa kwenye maisha. Ndio maana tunamhitaji Mungu. Wakati wote naamini hapa ni watu tunaonunua vitu au tunauza. Kama ni muuzaji, kuna baadhi ya bidhaa huwezi ukaziuza kama hazina maelekezo ndani yake. Mtu utanunua TV, utanunua mashine yoyote ile, lakini kwa experience yangu ndogo, waga naona kuna vikaratasi mle ndani vinavyotoa maelekezo juu ya matumizi ya kile kitu ambacho unakinunua. Na ndivyo tulivyo sisi wanadamu. Kwenye huu wokovu ambao Mungu ametupatia, maelekezo yatakayotusaidia kuifikia ile hatima ambayo, mahali ambako Mungu anatuona au anataka tufike, tunahitaji maelekezo kutoka kwake mwenyewe. Na sio maelekezo tu, ila ni maelekezo yanayotufaa. Kwa sababu maelekezo ni maelekezo, ila kuna maelekezo yatakayokufaa, atakayokusaidia ufike, au kuna maelekezo ambayo yatakutoa kwenye mstari. Asa Mungu peke yake ndiye ambaye anayo maelekezo ya kila mwanadamu. Ndio maana anasema alitujua kabla hatujazaliwa. Asa kama wewe uogopi, mtu alikujua kabla hujazaliwa. Asa wewe unakuta unahangaika uende wapi pengine ukatafute maelekezo ya maisha yako. Unaweza kukuta wanadamu namna tulivyo. Mungu anasema naliwajua kabla hamjazaliwa. Wewe unaenda kuhangaika, sijui nabii nani huko leo ametoka nikamuulize juu ya maisha yangu, mimi nyota yangu iko vipi? Watumishi wa Mungu, tunakuwa tunafanya vitu ambavyo havipendezi, lakini madam asubuhi ya leo Mungu amekupa neema ya kulisikia neno hili. Mungu peke yake ndiyo anayo maelekezo yanayokufaa, njia inayokufaa ili wewe uweze kufika hatima ya maisha yako. Tunajua hatima yetu wote kwa ujumla ni kufika mbinguni. Hakuna mtu aliyeokoka hata mmoja mwenye ambaye anatamani aende jehanamu. Sijui kama atakuwepo, lakini kwa namna ya watumishi wa Mungu, uje kanisani tu ushinde kuanzia asubuhi mpaka jioni. Kesho sijui ufanye nini kazi ya Mungu, tuna ujenzi hapo, uje ushiriki ujenzi. Kesho kutwa uende kushuhudia mitaani, afu wewe lengo lako liwe ni kwenda jehanamu. Sijui. Ni bora tu hata ukawa huko duniani ili hata ukienda kuadhibiwa iwe ni halali kwako. Lakini hatima yetu au general perception, kila mtu ana perception ya kwamba mimi natamani baada ya kuyaishi haya maisha matakatifu basi nikamuone Mungu. Asa njia ya kufika huko mbinguni anayejua ni Mungu. Wokovu wako wewe mwanadamu una Mungu peke yake. Njia itakayokuwezesha au maelekezo yatakayokuwezesha ukaifikia hiyo hatima unayoifikiria wewe ni kumwamini Mungu au ni kumtafuta Mungu peke yake. Unapomtafuta Mungu, wako tunamtafuta Mungu kwa namna nyingi. Unamtafuta Mungu kwa namna ya maombi, unamtafuta Mungu kwa namna ya kusoma Biblia au kusoma neno lake. Unapokuwa ni mtu wa kusoma neno la Mungu, unapokuwa ni mtu wa maombi, Mungu kwenye hao maombi, kwenye hiyo kusoma neno, kwenye namna ya kutenda mema ambako amekuagiza ukafanye, ndiko ambako atatumia njia hizo kukuelekeza wewe kwamba mwanangu, ishi maisha haya hapa, mwanangu fanya kitu 1 2 3, ukitaka kuniona mimi lazima ujikane, ukitaka kwenda na mimi lazima uamue tu kuacha mambo yako fulani, ukitaka kufanikiwa mwanangu tii sauti yangu, ukitaka kuendelea mwanangu fanya 1 2 3. Ukishavifanya hivyo vitu, jamani, Mungu ni Mungu wa haki. Hata siku moja hajawahi muacha mtu anayemtumikia au anayeshika
agizo lake akaenda kwenye, yaani akaishia kupata hasara. Siku zote hasara tunazozipata ni kwa sababu tu kuna namna tunaamua kwenda kwa akili zetu, kwa sababu tu tuna namna tunaamini katika nguvu zetu, kuna namna hatusikii sauti ya Mungu kwa ukamilifu. Otherwise liwe ni jaribu lako, lakini hata jaribu Mungu anasema ya kwamba hawezi ruhusu linalozidi uwezo wako. Amini tu iko siku moja kwamba yeye atakutoa hapo na utukufu wako wa mwisho utakuwa ni mkuu kuliko ule wa mwanzo. Ndio maana tunahitaji maelekezo kutoka kwake. Watumishi wa Mungu, kila mtu hapa naamini tutakuwa viongozi kwenye sehemu tofauti tofauti. Tujifunze kitu kwa mtumishi wa Mungu Musa, ambaye alipewa jukumu la kwenda kuongoza wale wana wa Israeli waweze kufika nchi ya Kanaani. Musa alikuwa ni mtu wa kumtafuta Mungu wakati wote. Ndio maana hata wana wa Israeli ilifika mahali wakasema, Bwana, sisi huyo Mungu wako, nenda tu kaongea naye huko. Maelekezo atakayokupa utuletee, sisi tutayatii. Na Mungu alikuwa mwaminifu. Namna ambavyo Musa alikuwa akimtafuta Mungu, alimpa maelekezo kwamba mimi, nyinyi hawa ni watoto wangu, natamani waishi 1 2 3, wafanye 1 2 3 ili waweze kunipendeza na mwisho wa siku wakairithi ile nchi yenye asali na maziwa, nchi ambayo hakuna shida ndani yake. Ila wale watu walipewa maelekezo namna ya kuishi. Na Musa ndio ambaye kupitia bidii yake ya kumtafuta Mungu alipewa maelekezo ya kuwasaidia wale watu wakafika kwenye nchi ya ahadi. Kwa hiyo kwa sababu kwenye maisha yetu tunahitaji maelekezo yanayotufaa, ni jukumu letu kumtafuta Mungu. Hata unapofanya mitihani, unaweza ukawa umesoma vizuri, unaweza ukawa unajua kila kitu, lakini bado unamhitaji Mungu akuelekeze. Unaweza ukawa umesoma kila kitu, lakini unafika unasoma swali linataka kile ulichokisoma, lakini namna walivyo hauelewi hapa najaza kitu gani. Hivyo kwa sababu wewe unakuwa ukiwa ni mtu wa kumtafuta Mungu, ukiwa ni mtu wa kumhitaji Mungu. Mungu wetu sio dhalimu hata waseme uongo. Yeye ana uwezo wa kukuelekeza, tena anakufundisha namna inayofaa. Hawezi akakuongoza kwenye namna isiyofaa kama ulimshirikisha yeye. Na ni kwa imani, sababu tunaamini tumempokea Mungu kwa njia ya imani. Useme kwamba mimi nimeshamwomba Mungu anisaidie juu ya kitu fulani, afu naanza kuwaza, hivi kweli nitaelewa kweli hili swali? Afu bado unaendelea kukodolea kwa rafiki yako, anaandika nini? Yaani hapo tayari Mungu ashakutema. Wewe unaangalia nini wakati umeshamwambia Mungu nielekeze? Haleluya. Kwa hiyo kwa sababu tunahitaji maelekezo, kwa wakati wako utasoma kitabu cha Isaya 48:17. Kitabu hiki kinaeleza kwamba Mungu wetu siku zote anatufundisha ili tupate faida, au anatupa maelekezo ili tupate faida na kutuelekeza katika njia inayotufaa. Lakini sababu ya pili na ya mwisho, maelekezo yake nimeyaongea sana, lakini kwa sababu ya muda sema tunamhitaji Mungu wakati wote kwa sababu tuna mapungufu au upungufu unaohitaji msaada wa Mungu. Yohana 15:5b na usema, kwa maana hatuwezi kufanya jambo lolote pasipo yeye Mungu. Tuna mapungufu au upungufu unaohitaji msaada wa Mungu. Naamini muda wangu umefika hukumu, lakini hii pointi ya kwamba tuna mapungufu au upungufu unaohitaji msaada wa Mungu, tulivyoumbwa. Ndio maana tulipozaliwa, tulipokuwa watoto wadogo, tulihitaji Mungu atusaidie tufike kwenye level za elimu ambazo tuko leo. Ukiwa kijana utahitaji Mungu akusaidie upate mke au upate mume mzuri. Ukishaingia kwenye ndoa utahitaji Mungu akusaidie upate watoto. Ukishapata hao watoto utamhitaji Mungu akusaidie akulelea hao watoto. Ukishafika uzeeni utaanza kumwomba Mungu akusaidie ufike mwisho mwema. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Salimia katika jina la Bwana. Nashukuru mafundisho mazuri ambayo yanatuelekeza kwamba wote tunamhitaji Mungu kwa namna tofauti tofauti.
naomba kabla ya kuendelea, kama kuna swali linalohusiana na somo letu. Kuna mtu ana swali? Asifiwe.